Nianze kwa kuishukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kutuleta pamoja kama viongozi tunaotoka kwenye hizi taasisi ambazo ziko chini ya wizara kwa lengo la kutafsiri pamoja dira na namna ya kupanga utekelezaji wake. Kimsingi mkutano wa leo una ajenda nyingi, lakini naomba nizungumzie hiyo moja, tafsiri ya dira, ambapo tumetoka kupata wasilisho na tumepata nafasi ya kujadili pamoja. Hatua hii ni muhimu sana kuleta uelewa wa pamoja tunapoenda kwenye utekelezaji, na sisi sasa kama NACTVET tumechukua kwamba na sisi tuna jukumu la kushusha zaidi hiki tulichokipata hapa kwenye taasisi tunazozisimamia, kwa maana ya kwamba sekta ya elimu ni pana. Kuna elimu ya msingi, kuna elimu ya juu, kuna elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ambayo ndio eneo letu. Mimi niseme tu kifupi, tumechukua hili kama jukumu na tutafanya utaratibu wa kuwaleta pamoja watekelezaji wote ili tuweze kujadili na kutafsiri kwa pamoja tunapoenda kwenye utekelezaji wa dira, kuhakikisha kwamba wote kwanza tumepata uelewa wa pamoja, na basi mipango yetu ijielekeze na utekelezaji ujielekeze kama sekta au subsekta, kwa pamoja tunataka kupata nini lini, ili tuweze kufikia malengo ambayo serikali imeyakusudia kupitia dira hii. Kwanza tunaishukuru wizara kwa sehemu kubwa katika utekelezaji wa mipango katika mwaka wa serikali ambao umepita, lakini kwa namna ambavyo umeweza kushirikisha taasisi zake zote katika mipango ya kielimu kwa mwaka huu. Ni dhahiri kuwa ushirikishwaji wa taasisi utasaidia kwa kiasi kikubwa kutengeneza mipango na mikakati inayoendana na vipaumbele vya nchi katika sekta ya elimu. Sisi kama watekelezaji wakubwa wa mipango ambayo imewekwa ya kisekta, tuna jukumu kubwa sasa la kuangalia ni kwa namna gani katika ngazi ya taasisi zetu tutakwenda kuweka mipango ambayo ni shirikishi kwa wadau mbalimbali, ili kutoa elimu ambayo inakwenda kutizama vipaumbele ambavyo vimeainishwa vya kuzalisha Watanzania au jamii ambayo ina stadi, ina ujuzi na itaweza kufanya uvumbuzi katika maeneo mbalimbali. Na kwa sababu hiyo ni rai kwa wadau kuhakikisha kwamba vipaumbele vya nchi vinakwenda kutekelezwa. Wananchi wanakwenda kupokea vile vipaumbele ambavyo vinakidhi hitajio lao katika sekta ya elimu. Kwa hiyo sisi ambao tunasimamia moja kwa moja, kwa mfano katika vyuo vyetu vya ualimu, tunakwenda sasa kutizama vipaumbele vya serikali ni nini na tuzalishe walimu wa namna gani watakao kwenda kuwafundisha watoto kuanzia ngazi ya chini, ambao wanakwenda kulenga maendeleo ambayo nchi inayatazamia kufikia mwaka wa 2050, kwa sababu utekelezaji wa dira unakwenda kutizamwa kuanzia sasa tunapoanza. Ina maana kwamba hata yule mtoto wa chini aweze kuelewa nchi yake inatizamia nini, inatazama yeye awe mtu wa namna gani, na kufikia mwaka 2050 basi tupate jamii ya Mtanzania ambaye ameelimika lakini ana stadi za kuweza kuishi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.